Kama eneo ya Busia. Unajua Busia? Au shasikia Busia? Ni boda Uganda na Kenya. Tumekuja kwa msikiti hapa na lengo ni kazi ya Mungu, kutembea na kuongea na watu kuhusu mambo ya Mungu. Kwa hiyo tuko dawa wenu, lengo kukumbusha watu kuswali, kushikamana na ibada, kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kwa sababu maisha ya duniani haya ni maisha mafupi sana. Watu wamekuwa busy sana kutafuta pesa, wamekuwa busy kufanya mambo kazi yao, lakini wanamsahau Mungu. Kwa hiyo lengo yetu si kufika hapa ni kukumbusha mama yetu kwamba wahimize watoto kuswali, wahimize pia ndugu zetu ambao kwa hapa na vijana waswali. Kijana kuswali kwa msikiti ni bora zaidi kuliko kuswali nyumbani. Msikiti umekuwa hamna watu na msikiti mkubwa, msikiti mzuri. Kwa hiyo ni vizuri kama mama wahimize vijana waje msikiti kuswali. Sababu maisha haya hayawezi kuwa maisha mazuri kama hatuwezi kumkumbuka Mungu. Kwa hiyo sasa tufike hapa kwenu. Saa 1 tutakuwa na mawaidha na darasa kwa msikiti. Kwa hiyo tunaomba kama kutakuwa na vijana wakuje msikitini saa 1 tuweze kusoma pamoja. Asante walamu wangu. Asante sana. Asante sana. Sisi tumekuja hapa mji wenu, lengo tuko kwa msikiti hapa. Tumekuwa leo siku ya pili. Sasa tutembelea ndugu zetu Waislamu kuweza kuzungumza nao. Unajua haya maisha hawezi kuwa hata tufanye aje. Maisha yalikuwa mazuri kama tukumkumbuka Mungu. Kama hatuwezi tukaswali, kuja mfungo kuswali kwa ibada. Hizi mambo mengine ziko tu. Mwenyezi Mungu anambia sisi baada ya swala tufanye starehe zetu, tufanye mambo mengine yote, lakini tusimsahau Mungu. Kwa hiyo leo tuko na darsa na tuko na mafunzo hapo kwa msikiti saa 1 baada ya swala. Tutakushana namna ya kuswali, namna vitu gani ukivifanya maisha yatakuwa rahisi. Kwa hiyo unajua Mwenyezi Mungu anatupenda sisi. Kama maisha yetu yanakuwa magumu, analeta corona, analeta sijui vitu gani, hizo zote ni Mungu tukumbuka sisi wanadamu, kutuambia kwamba turudi kwake. Kwa hiyo ndugu yangu tunaomba saa 1 kama unapata nafasi tuwe pamoja kwa msikiti inshallah. Tutakuwa pamoja inshallah. Asante sana. Naitwa Muzammil kutoka maeneo ya Busia. Busia mpaka Uganda na Kenya. Lakini nyumbani sana Tanzania. Ndugu yangu. Tutakuwa pamoja inshallah. Asante sana. Asante kaka. فهل لي يا إلهي نفحة تروي شقاق الحزن في لينجلي من لي إلهي غير جودك kutoka maeneo ya Busia. Tunapojua Busia. Nasikia natembeza kwa watu kuwashauri kukumbuka Mungu, dawa. Tuko kwa msikiti wa Maringat hapo, lakini msikiti umekuwa watu ni wachache kwa sababu maisha yako maisha mazuri kama hatuwezi kukumbuka Mungu. Na ndio maana Mungu anatuletea mitihani mbalimbali, corona, magonjwa tofauti, lakini yote Mungu anatuambia kwamba tumkumbuke. Kwa tutakuwa magharibi hapa na darasa kufundishana. Naomba inshallah wakumbushe kama kuna mzee yuko na ni darasa jumla yote. Kama atapatikana kama mzee yuko basi naomba ombea akaribia msikitini saa 1 tuweze kujifunza mengi inshallah. Tuko pamoja inshallah. Asante sana. Kwa wazima? Unaitwa nani? Naitwa Ibrahim Ali. Mashaallah. Mimi naitwa Muzammil. Tumekuja na huyu naye ndo nani ndugu yetu? Aisha. Mashaallah. Sisi tuko hapa kwenu ni wageni. Lengo ni kufanya kazi ya Mungu.
tunasambaza neno la Mungu, tunakumbusha watu kuhusu Mwenyezi Mungu. Unajua maisha hizi kwa maisha mazuri bila kukumbuka Mungu. Mungu ndio kila kitu. Lakini tumejisahau na dunia kwamba safari tuko busy na sherehe, tuko busy na dunia na kazi. Lakini maisha haya hizi kwa mazuri kama utakumbuka Mungu. Tunaona Mungu juzi alituletea corona, tuletea mambo gani? Hii yote ni kuwazindua watu kwamba Mungu yupo. Lakini tumekuwa tunakafilika. Lakini ndugu yangu uko busy na maji kutoka nyumbani. Saa moja tuko kwa msikiti hapa. Inshallah tuko kwa msikiti hapa, tutaelimishana na tutafundishana kuhusu Uislamu. Naomba tukue pamoja kwa msikiti saa moja. Tuko pamoja, sio? Inshallah. Shika rafiki yako mwingine uje naye kwa msikiti. Sawa? Aisha, tunakukumbusha, si ndio? Saa moja tuko pamoja kwa msikiti. Sawa. Asante sana. أدعوك ربي واثقا مستيقنا هذا رجائي قلته بتبتلي أشكو فهل لي يا إلهي نفحة تروي شقاق الحزن في لينجلي من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي ألطف بعبد Kutokea maeneo ya Busia. Salimieni. Salimieni bwana. Nyinyi vipi? Unajua Busia mzee wangu? Sasa tuko kwa msikiti hapa Maringati Jamia. Lengo ni kutembea na kuzindua watu na kukumbusha watu kuhusu Allah. Kwa hiyo watu tumejisahau sana na dunia. Lakini maisha haya hawezi kuwa mazuri kama hatuko karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lengo letu kufika hapa ni kukumbusha watu. Mwenyezi Mungu anatuambia wama hayatu dunia illa mata'u. Maisha ya dunia ni mafupi sana. Sasa hivi tuko hapa tunaongea, tunafanya hivi, lakini kesho kutwa tutaitwa marehemu. Sasa tumejipanga vipi kukutana na Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo ni bora sisi watu tushawai na ibada, tuswali kwa wakati, tuwe karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio maisha yafunguke. Kwa hiyo leo kufika hapa kwako mzee wangu ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na saa moja tutakuwa kwa msikiti hapa na mafunzo ya Kiislamu. Msikiti uko huko, msikiti kubwa. Tutakuwa hapo kwa saa moja mpaka saa 2 kuelimishana kuhusu Uislamu. Kwa hiyo tunaomba inshallah kama una vijana, unaona pia ni mzee kidogo ambao utakuwa unaweza kufika, pia sawa. Kwa hiyo tunaomba pamoja inshallah. إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي ألطف بعبد الراح يتلو حزنه جنح الظلام بدمع حزن مسدل حاشاك ربي أن ترد سؤاله أو أن يخيب بعد سؤلك مأملي أدعوك ربي واثقا مستيقنا هذا رجائي قلته بتبتلي أشكو فهل لي يا إلهي نفحة تروي شقاق الحزن في لينجلي من لي إلهي غير جودك منقذ
همومي بالإجابة عاجلي ألطف بعبد الراح يتلو حزنه جنح الظلام بدمع حزن مسدل حاشاك ربي أن ترد سؤاله أو أن يخيب بعد سؤلك مأملي أدعوك ربي واثقا مستيقنا هذا رجائي قلته بتبتلي أشكو فهل لي يا إلهي نفحة تروي شقاق الحزن في لينجلي من لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي ألطف بعبد الراح يتلو حزنه جنح الظلام بدمع حزن مسدل حاشاك ربي أن ترد سؤاله أو أن يخيب بعد سؤلك مأملي أدعوك ربي واثقا مستيقنا هذا رجائي قلته بتبتلي Asante, naitwa Ustadh Muzammil Khalid. Mashaallah, sisi ni wageni katika mji wenu hapa, tumeingia jana, lengo ni da'wa. Tumefika hapa jana, alhamdulillah, kwa msikitini tufanya darasa kidogo, tukasema sasa hivi tupite jaula kidogo kwa Waislamu, kwa watoto tembeze, tuwakumbushe watu wanajua, lakini wamejisahau, wamekasirika. Kwa hiyo tukasema leo tutembelee Waislamu, tuwakumbushe Mwenyezi Mungu kwamba maisha haya hayawezi kuwa maisha mazuri isipokuwa na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hala tufanye vipi, tuwe busy vipi, lakini kwa siku tarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukirudi kwa Allah, Allah ataka majibu kwetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ameumba majini na wanadamu, lengo ni moja tu, kumwabudu. Sasa iweje Mwenyezi Mungu ametuumba alafu sisi tusimwabudu? Kwa hiyo leo tuko hapa saa moja na darsa na mafunzo ya Kiislamu hapo msikitini inshallah. Tunaomba uwepo wako uweze kuchukua familia yako, utakuwa na vijana, utakuwa na mama, mji msikitini inshallah, pale tupate mawili matatu inshallah. Tutakuwa pamoja inshallah. Ahadi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Hii ni safari ya Zamyl TV Da'wa Tour. Tuko maeneo ya Baringo County, mjini Maringat hapa, na hapa unapotuona tuko msituni kabisa, mashambani kabisa huku kutafuta Waislamu, na lengo hapa ni mtaani Jaula. Ile mtaani Jaula kipindi chetu bado inaendelea, na tuko Baringo County, mji wa Maringat. Na nafikiri umeweza kutizama, tumekuwa na kundi la watoto hawa ndio jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo kwamba wameweza kutusindikiza katika majumba ya Waislamu wanaokaa maeneo haya. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tutakuomba uweze kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kucomment, ili wengine waweze kufahamu Zamyl TV Nuru ya Imani, kazi inaweza kuifanya. Mimi wako Zamyl Al-Farshid katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa, ma'as Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hapa ndipo tumetoka sasa da'wa vijijini na mashambani kule maporini kabisa, na hii Zamyl TV Da'wa Tour, ambapo kwamba tuko eneo la Baringo County.
mji huu wa Marigat. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tunaomba uweze kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kucomment ili wengine waweze kupata faida hii, ambao kwamba tunajaribu kueneza dini hii ya Kiislamu maeneo ya vijijini. Tumekuwa kule maeneo ya Siaya, Bondo na tukawa Narok, na leo tuko maeneo ya Baringo ambapo kwamba tuko mji mdogo uitwayo Marigat, ambapo kwamba ni wakulima wa mazao ya nyanya, tomato. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tunakuomba uweze kutuwezesha katika sadaka yako, kuchangia kheri hii ya kusambaza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Paybill itapita hapo, namba ya M-Pesa, uweze kutuma chochote ambacho kwamba utajaliwa, ni shilingi 100, ni shilingi 50. Hata kama uko nje ya nchi unaweza kutumia sadaka yako ili kuwezesha safari hizi ambazo kwamba za kidawa, ambao kwamba program inaendeshwa na Zamyl TV Nuru ya Imani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, sina la ziada, nikutakie kila la kheri katika vipindi vijazo, ambao kwamba ni vipindi vya darasa mbalimbali, na leo tuko Jaula Da'wa Mtahani. Hapa ni mimi wako mtumishi wako Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa, ma'assalam.